Leo tarehe 30 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, shauri la ardhi namba 6075 la mwaka 2026 kati ya Kanali Naftali Swai na wenzake 49 dhidi ya Ashuru na wenzake watano limeitwa tena katika Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi kwa ajili ya usuluhishi ambao umesimamiwa na naibu msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi Mheshimiwa Agustino Mbando, na leo ni kikao cha kwanza. Na kama ambavyo mnafahamu mahitaji ya kisheria ni kwamba kabla kesi au shauri halijakwenda kusikilizwa katika kile ambacho kimsingi kinabishaniwa kati ya wadai na wadaiwa, ni lazima yafanyike mazungumzo ya usuluhishi ili kuona kama kuna uwezekano wa kuweza kumaliza shauri hili kwa njia hiyo, kwa sababu inaaminika kabisa kisheria usuluhishi ni njia mojawapo ya kumaliza mashauri kwa muda mfupi ili kutokuchelewesha haki, lakini kutokuwa na mrundikano wa mashauri mahakamani na hivyo kufanya watu waendelee kuathirika zaidi. Sasa wanaodaiwa kwa maana ya Ashuru na wenzake watano wamekuja na pendekezo kwamba wao wanadhani, kwa maoni yao, malipo ya shilingi milioni 200 yanatosha kumaliza kama fidia. Malipo ya milioni 200 kama fidia kwa watu wote hawa 50 ambao ni wadai yanatosha kumaliza hili shauri kwa njia ya usuluhishi. Kwa hiyo wameleta hilo pendekezo na sisi tukalipokea, lakini tukawaambia tu kwamba hati ya madai inaonyesha kabisa wadai wanataka shilingi bilioni 40 kama fidia, na wanadai bilioni 40 kama fidia kutokana na ukweli kwamba kuna baadhi ya hasara ambazo zimepatikana, kwa mfano upotevu wa maisha ya watu ambao hauwezi kufidiwa kwa pesa ya aina yoyote ile, ukiacha mbali biashara zilizokuwepo. Sasa unapokuja na pendekezo la shilingi milioni 200, maana yake ni kwamba milioni 200 gawanya kwa watu 50, kila mfanyabiashara mnayemuona hapa ambaye ni mdai anatakiwa kulipa shilingi milioni 4, wakati ambapo shilingi milioni 4 ni pesa ndogo sana ukizingatia gharama za uendeshaji wa kesi jinsi zilivyo kwa mashauri ya aina hii. Kwa hiyo milioni 200 ni kama kufanya utani. Kwa hiyo tumewambia waende wakajifikirie ili waweze kuja na kiwango cha fedha ambacho kinaweza walau kutushawishi kuona kwamba kuliko kupoteza muda kwenda mahakamani kusikiliza kesi ya msingi, tumalize kwa njia hii. Na sisi tunaamini wakija labda na shilingi bilioni 30, bilioni 25, ni fedha ambayo inazungumzika, inashawishi mtu walau kusahau yale machungu ambayo yametokea na kuweza kuona kwamba ni bora tuendelee na mambo mengine bila kupoteza muda. Kwa hiyo shauri limeahirishwa mpaka tarehe 10 mwezi Aprili mwaka 2026, ambapo tutakuja kutoa mrejesho kwa Mheshimiwa Naibu Msajili Mbando kwamba tumekubaliana nini hasa cha msingi, na hapo katikati tutakuwa na vikao vya hapa na pale kati ya mawakili wa pande zote mbili pamoja na wahusika kwa maana ya wadaiwa, ili kuweza kuona kwamba hiyo tarehe 10 tukija mbele ya mahakama tutakuja basi na mapendekezo gani ambayo yanaweza kusaidia kumaliza hili shauri kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi, labda hayo ndio yamejiri leo mahakamani hapa Mahakama ya Ardhi, Mahakama Kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi, ambapo shauri la ardhi namba 6075 la mwaka 2025 liliitwa kwa ajili ya usuluhishi mbele ya Mheshimiwa Naibu Msajili Agustino Mbando. Yaani kiwango cha fedha ambacho kinadaiwa na hawa wadai cha shilingi bilioni 40 kimezingatia vigezo vingi, mojawapo ikiwa ni upotevu wa biashara, lakini upotevu wa maisha ya watu ambao baadhi yao walikuwa wanafanya kazi katika jengo lile. Kwa hiyo hii haina uhusiano na uwezo wa mmiliki, kwa sababu tunafahamu wamiliki wa jengo lile wana uwezo wa kulipa hiyo pesa ambayo tunaidai, na kama hawezi kuilipa ziko taratibu za kisheria ambazo zinaweza zikatumika ili kufanya fidia tunayoitaka. Kama mahakama itaona tunastahili baada ya kusikilizwa kwa shauri la msingi, basi waweze kutulipa. Lakini kimsingi kuna kama nilivyosema awali kwamba kuna hasara ambayo haiwezi kufidiwa kwa pesa ya aina yoyote. Kwa mfano, kuna mama Neema amepoteza watoto wawili. Watoto wawili utaweza kumlipa shilingi ngapi ili aweze kusahau hilo pengo ambalo lipo katika maisha yake? Kuna watu wamepoteza viungo vya miili, mikono, miguu, uweze kuwalipa ili kuweza kufidia hiyo hasara ambao wameipata. Kwa hiyo kimsingi sisi tunadhani hata hicho kiwango cha shilingi bilioni 40 ambacho wadaiwa wanatakiwa kukilipa ni kiwango kidogo, lakini kwa ajili tu ya kuonyesha uwajibikaji na si vinginevyo.